وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ndugu katika iman, baada ya kuhusiana juu ya taqwa kama alivyoamrisha Allah subhanahu jalla jalaluhu, maudhui ya khutba ya Ijumaa ya leo bimashiati llahi taala ni kuhusiana na nafsi ya mwanadamu. Allahu tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'ani tukufu, akiwa anaiapia miongoni mwa vile alivyoviapia ni nafsi ya mwanadamu. Allah jalla jalaluhu ndiye yeye peke yake ambaye anaweza kuapa kwa chochote au kwa lolote atakalo, jalla jalaluhu, miongoni mwa viumbe vyake. Sisi wanadamu waja wake tumepewa sheria ya kwamba hatuwezi kuapa isipokuwa kwa jina lake peke yake subhana, au kwa mojawapo wa majina yake au sifa zake. Lakini yeye aliyetukuka anaweza kuapa kwa kitu chochote katika viumbe vyake. Akaapa kwa jua, anaapa kwa mwezi, anaapa kwa usiku, anaapa kwa mchana, anaapa kwa ardhi, anaapa kwa mbingu. Miongoni mwa vile alivyoviapia Allah subhanahu wa ta'ala, ameapa kwa nafsi akisema, wa nafsin wama sawaha, na apa kwa hii nafsi na kile kinachofanywa na nafsi hiyo. Faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeongoza na kuipa njia na kuiongoza katika njia ya nafsi hii, ili ile nafsi iwe inatenda mema au inatenda mabaya au kutenda maovu. Basi qad aflaha man zakaha, hakika atakuwa amefaulu yule ambaye nafsi hiyo yake ataitakasa. Wa qad khaba man dasaha, na hakika atakuwa amepata hasara na ameangamia yule ambaye nafsi hiyo ameiangamiza na ambaye nafsi hiyo ameitia katika mambo mabaya. Ndugu zangu Waislamu, hii nafsi ya mwanadamu aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa na sifa tofauti tofauti. Miongoni mwa sifa hizi ya hii nafsi ni kwamba hii nafsi wakati mwingine inakuwa ni ammaratun bisu, ni nafsi ambayo inamwamrisha mwanadamu kufanya maovu. Na Allah subhanahu wa ta'ala sifa hii ya nafsi katika Qur'ani ameitaja kupitia kwa maneno ya moja katika waja wake, Imra'atul Aziz. Na Allah subhanahu wa ta'ala
ameyakiri maneno hayo kwamba ni maneno ya haki na maneno ya ukweli. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Hakika nafsi ni yenye kuamrisha maovu mno, isipokuwa ile ambayo imerehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kimaumbile mwanadamu ameumbwa kwa nafsi ambayo inamwamrisha maovu mno. Wanazuoni wanatuambia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika kuieleza nafsi hii hakusema ya kwamba hii nafsi inna nafsa la amiratun bisu, nafsi hii ni yenye kuamrisha maovu, bali ibara na lafdhi iliyotumika ni la ammaratun bisu. Wasomi wa lugha ya Kiarabu na ilmu za sarf na nyinginezo wanaelewa tofauti ya maana kubwa iliyoko baina ya kusema la amiratun bisu'i la ammaratun bisu. Afadhali ingekuwa nafsi hii ingesemwa inna nafsa la amiratun bisu, hii nafsi ni yenye kuamrisha maovu, ingekuwa kuna afadhali kidogo. Lakini lafdhi iliyotumiwa na Allah subhanahu katika Qur'ani la ammaratun bisu'i, hii nafsi ni yenye kuamrisha maovu mno. Kwa hivyo maana yake ni kwamba nafsi hii haiamrishi maovu mara moja wala mara mbili au mara tatu. Maana yake ni kwamba nafsi hii haiachi kuamrisha maovu, ni yenye kuamrisha maovu mno bila ya kusimama, bila ya kikomo na bila ya mwisho. Tangu mwanadamu kuumbwa na kuwa na akili na kubaleghe na kuanza kuelewa haki na batili, sawa na mabaya, nafsi itakuwa inamwamrisha hivyo mpaka mwisho wake wa umri. Nafsi haitomwamrisha mwanadamu maovu kwa kumbembeleza. Ammaratun bisu'i, kwa maana kwamba nafsi hii itakuwa inanang'ana na yule mwanadamu kumpeleka kufanya maovu mpaka ile maovu, hata kama alikuwa mwanzo hayataki, mwishowe atayafanya. Idhan hiya la tazalu ta'muru bisu'i bistimrarin, kwa kuendelea. Na nafsi hiyo kadhalika inamwamrisha mja maovu bil ilhahi, kwa kusisitiza, kwa kutilia mkazo. Haiji nafsi kumwambia mwanadamu unaonaje ukifanya hivi, lazima ufanye hili jambo, itakubidi ulifanye. Na hayo ambayo yanaamrishwa na nafsi kwa mwanadamu asu ni mambo mabaya, mambo maovu. Tukisoma Qur'ani tuna mifano mingi ndani ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayotuonesha mfano wa maovu ya nafsi yanapomwamrisha mwanadamu na matokeo yake. Katika hii mifano mingi, kwa sababu ya wakati, leo tutachukua mfano mmoja peke yake tupate kuingia katika mazingatio na mfano huo mmoja na mafunzo na hikma na masomo yaliyomo ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika suratul Maida kuanzia aya 27 mpaka aya 32, watlu alayhim naba ibni adama bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتقتلني
ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabua biithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu faqatalahu فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hiki kisa adhimu, hebu wasomee watu wako, kaumu wako, wafuasi wako, habari za wana wawili, watoto wawili wa Adam alayhi wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Hebu wasimulie, watolee kisa cha watoto wawili wa Adam alayhi salam. Katika kauli mashuhuri za wanazuoni wa tafsiri, watoto hao wawili walikuwa majina yao wanaitwa Qabila na Habil. Waliambiwa kila mmoja wao atoe sadaqa. Katika lafzi ya Qur'ani qurban, qurban ni sadaqa, jambo zuri ambalo linatangulizwa na mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka radhi za Allah jalla jalalu na kupata thawabu. Wanazuoni wengi wa tafsiri, kusoma katika vitabu mbalimbali vya tafsiri kama tafsiri Ibn Kathir na wengineo, wanaeleza kisa kilichotokea mpaka hawa wana wawili wakaambiwa watoe qurbani, sadaqa. Katika kauli mashuhuri ya wanazuoni najulikana ni kwamba kulikuwa katika matumbo, katika Adam alayhi salam kuzaa wanawe, kila tumbo anapozaa alikuwa akizaa mtoto wa kike na wa kiume. Kila anapozaa huzaa mtoto wa kike na wa kiume. Sasa wakishakuwa wakubwa wa baada ya kubaleghe, mtoto wa kiume katika tumbo hili humoa mtoto wa kike katika tumbo lingine, sio tumbo lile lile, na mtoto wa kiume katika tumbo lile lingine humoa mtoto wa kike katika tumbo hili. Hivyo ndivyo walikuwa wakioana katika enzi na ahdi ya Adam alayhi salam, maana wote walikuwa ni watoto wake. Ikatokea kwamba yule binti aliyokuwa anayetaka kumwoa Habil, ambaye ni dada yake Qabil, ikawa ndiyo yule yule ambaye Qabil pia yomtaka. Kwa sababu nyingi wamezitaja wanazuoni, uzuri wake na kadhalika na kadhalika. Basi wakaambiwa, ili tuamue kesi hii, nyote mtoe sadaqa. Katika kauli ya wanazuoni hii, kwa hivyo yule ambaye qurbani sadaqa yake itakubaliwa ndiye yeye atakayemuoa huyo binti. Na kauli nyingine ambayo ni dhahiri ya Qur'ani ni kwamba qurbani hii ilitolewa bila sababu.
Almuhimu iwe kuna sababu au hakuna sababu, ni kwamba mwishowe katika kutoa ile sadaka, Kabila akatoa sadaka na Habila alitoa sadaka. Habil alikuwa ni mtu wa kufuga wanyama. Kabil alikuwa ni mtu wa kupanda mimea, mkulima wa mimea na mazao. Kwa hivyo huyo akatoa kabsh, kondoo, Habil. Kabila akatoa sobrati taam, chakula katika yale mazao aliyoyavuna, akaenda kapeleka. Lakini Habil amechagua katika mifugo yake mnyama aliyokuwa mzuri zaidi, mnyama aliyokuwa ananawiri zaidi, yupo katika hali nzuri zaidi ya kutoa. Yani mnyama ambaye angelikuwa amechagua kuwa ni mnyama wake yeye mwenyewe kumchinja au kukaa naye au kumfuga katika wanyama walio wazuri, huyo ndio aliyomchagua kumtoa. Lakini Kabil akachukua chakula tu cha kawaida akaenda kapeleka. Wakati huo wa zamani ilikuwa kuna alama ya kwamba sadaka imekubaliwa au haikukubaliwa. Wakati wa Nabii Adam alayhi salam, na alama yake ni kwamba sadaka inapotolewa inawekwa pahala, kisha huja moto ukachukua ukachoma ile sadaka, ikachukuliwa ile sadaka ikachomwa na moto ikaondolewa. Katika zile sadaka mbili, sadaka iliyochukuliwa na moto, iliyochomwa na moto, iliyokubaliwa ni sadaka ya Habil, ya yule kondoo, ndiye aliyechukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala akakubaliwa. Katika riwaya ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma kwa isnadi ambayo amesema Ibn Kathir al-Allama mufassir Ibn Kathir ni isnad jayyid, kondoo yule aliyekubaliwa wa Habil alihifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ikafika enzi za Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Siku alipotaka kumchinja mwanawe Ismail alayhi salam, akatolewa fidia ya kondoo. Kondoo huyo alitoka kwa Allah azza wa jalla, wa fadainahu bidhibhin adhim. Kondoo huyo ndiye yule yule aliyekubaliwa, aliyetolewa na Habil alayhi, mwana wa Adam alayhi salam, alihifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika riwaya hii. Kwa hivyo huyo kondoo ndiye aliyekubaliwa. Ile mifugo, kile chakula hakikubaliwa. Sasa Kabila kuona kwamba sadaka yake haikukubaliwa, na kwa ile riwaya inayosema kwamba kuna sababu ya kutoa sadaka, akaona kwamba huyo ndugu yangu ndiye atakayemchukua yule mwanamke, yeye ndiye atakayepata nafasi ya kumwoa. Kwa hivyo akamwambia ndugu yake, baba na mama, la aqtulannaka, nitakuua. Tahdid, threat, ahadi ya kutoa roho. Ndugu yake hakujibu kumwambia ndugu yake huyu aliyemwahidi kumuua ya kwamba jaribu uone, siku ukishika silaha na mimi pia nitabeba silaha, kupigana pia mimi naweza, na kudunga kisu pia mimi naweza, kupiga panga pia mimi naweza, hebu subutu uone. Jawabu yake alimwambia, la aqtulannaka, akamwambia inma yataqabbalu Allahu minal muttaqina, wewe wataka kuniua kwa sababu sadaka yangu imekubaliwa, lakini kaa ufahamu ya kwamba sadaka hukubaliwa na Allah azza wa jalla kutoka kwa waja ambao ni wachaji Mungu. Kwa hivyo hii hatua ulioichukua ya kuniua,
wataka kuniua kwa kosa ambalo sio langu, kwa jambo ambalo mimi sina amri nalo. Siye mimi ninayetoa amri au ninayetoa maagizo sadaka hipi ikubaliwe. Tuliambiwa tutoe qurban, wewe ukatoa, mimi nikatoa. Lakini Allah azza wa jalla kawaida hupokea sadaka kutokamana na ucha Mungu. Sasa basi, ukinyosha mkono wako kwa silaha ili uniue, mimi sitonyosha mkono wangu na silaha nikuue, kwa sababu inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa walimwengu. Naogopa ile siku ambayo nitasimamishwa mbele Allah azza wa jalla, niulizwe kuhusu haya mauaji ambayo mimi nimefanya. Naogopa ile siku ambayo nitaletwa mbele Allah azza wa jalla pamoja na ile roho niloitoa, niulizwe sababu ya hii roho kuitoa ni nini. Kwa nini ulitoa roho ya huyu mwanadamu mwenzio? Kwa nini ulitoa roho ya huyo muumini muislamu mwenzio? Eleza sababu. Sababu ni mwanamke, sababu ni mali, sababu ni urathi, sababu ni biashara, sababu ni madaraka, sababu ni cheo. Eleza. Anayekuuliza swala hili ni al-Maliku ad-Dayyan, Malikul Muluk, liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahidi al-qahhar, mfalme wa pekee siku ya kiyama, siku ambayo kutakuwa hakuna mfalme yoyote wa duniani ambaye ufalme wake umebakia. Hakuna kiongozi ambaye uongozi wake umebaki. Sasa eleza sababu kwa yule ambaye anajua wewe kwa nini uliua, kwa nini ulitoa roho ya mwanadamu mwenzio, kwa nini ulichukua roho ya muislamu mwenzio. Anayekuuliza anaelewa sababu kwa nini na anajua, lakini anakutaka wewe ukiri, na waja wanashuhudia sababu ile, wanaisikia wewe ukieleza kwa nini uliua. Sasa hiyo ndio mimi naogopa. Si kwamba nashindwa, si kwamba nina uoga na mimi pia kuchukua silaha kukupiga nayo. Hapana, inni akhafu Allah rabbal alamin, inni uridu an tabua biithmi wa ithmik fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Ikiwa wewe umeamua hilo kuniua mimi kwa sababu sadaka yangu imekubaliwa, kwa hivyo unaniua kwa sababu ya uhasidi, unaniua kwa sababu ya wivu, unaniua kwa sababu ya dhulma. Nimesija kufanya kitu, sija kudhulumu, sija kukosea, sija kufanyia uadui wa aina yoyote. Kwa hivyo ikiwa utaamua kuniua, basi dhambi langu la kuniua na madhambi yako na makosa yako yote utayabeba, utakuja nayo siku ya kiyama. Ukija nayo siku ya kiyama madhambi hayo, utakuwa ni mtu wa motoni. Na hayo ndio malipo ya waja wanaodhulumu, hayo ndio malipo ya madhalimu, malipo yao ni motoni. Sasa haya ni mawaidha mazito amepewa, haya ni maneno ya kusisimua yamepewa ndugu yake. Amekumbushwa mpaka hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia hatari ya nafsi, angalia uovu wa nafsi, angalia uzito wa swala la nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia
fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Swala liloko hapa ndugu zanguni, ukisoma hii aya kwa makini, hili ni dhambi ambalo ni uovu, ni uadui unaotokamana na nafsi ya mwanadamu. Hakutajwa shetani hapa, hakutajwa iblisi hapa. Allah azza wa jalla hajasema kwamba iblisi yule aliyemtoa baba yao peponi ndiye yule yule aliyekuja kwa ndugu yake akamwambia chukua silaha umuue nduguyo. Ni nafsi ammaratun bisu, nafsi ambayo inamwamrisha mwanadamu kufanya uovu mno. Nafsi kiumbe hatari, kiungo hatari katika maumbile na mwili wa mwanadamu na roho ya mwanadamu. Amaratun bisu, hii nafsi ndio ikamwambia haya yote aliyosema ndugu yangu achana nayo. Ati sijui inni akhafu Allah rabbal alamin, ati ya kwamba inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Haya mawaidha yote hayakufaa, hayakufanya kazi, hayakutoa natija, kwa sababu nafsi imekita pale pale katika uovu. Akamvizia ndugu yake, akamtwanga kwa silaha, akamua. Faqatalahu, kamua. Baada ya kumua, kawaida ya mwanadamu, ukishafanya makosa sasa ndio unakuja katika majuto. Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala tuambia fa asbaha minan nadimina, sasa ndio anajuta, lakini baada ya ashaua. Majuto yalikuwa yawe mwanzo pale aliposema la aqtulannaka, nitakuua. Sasa ndio ajute, kwa nini mimi nimesema maneno haya, kwa nini nimetoa ahadi ya kuua. Ilikuwa rudi nyuma. Lakini majuto kama kawaida ya mwanadamu hutokea na huja majuto baada ya kitendo ashakifanya. Maovu yashafanywa, maasiya yashafanywa, ufisadi ushafanywa, munkari ushafanywa, na mabaya makubwa ambayo yana natija na athari mbaya katika jamii yashafanywa. Sasa watu kawaida na Muislamu mara nyingi hujuta baada, sio kabla, baada. Mimi nimefanyaje? Lakini yale majuto hayabadilishi kitu. Roho ikiwa ishatoka ndio ishakwenda. Majuto hayairudishi roho. Majuto hayatakwenda kuyapoza yale majeraha ya watu wa yule aliyeuawa na familia yake. Majuto hayatakwenda kupoza yale majeraha. Majuto hayatabadilisha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, iko pale pale. Katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anayeua kuna qisas, na hiyo pia ilikuwa ni sheria ya manabii waliopita nyuma kabla ya Mtume Muhammad katika Bani Israil sallallahu alaihi wasallam. Katika Taurati na vitabu vya nyuma, wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin wal-juruha qisas. Kuna qisas mpaka katika majeraha. Ukamtia jeraha Muislamu na muumini mwenzako, na wewe unatiwa jeraha. Sasa majuto hayabadilishi hukumu hii ya Allah subhanahu. Anayeua akaja akasema mimi jamani sasa hivi nimejuta, kisasi iko pale pale. Hukumu ya Allah azza wa jalla iko pale pale.
Kisha Allah subhanahu wa ta'ala mbeleni sasa akamtuma ndege ghurab, ndege kuja kumfundisha Kabil namna ya kumzika mwanawe. Hata kumzika alikuwa hajui, maana mauaji haya ni mauaji ya kwanza katika maumbile ya mwanadamu. Katika kuumba kwa mwanadamu ndani ya dunia hii, mauaji ya kwanza, damu ya kwanza kumwagika ni damu hii, ndio ya kwanza kumwagika. Kwa hivyo hapo kabla hakujazikwa mwanadamu, hakuja kufa mwanadamu hata azikwe. Kwa hivyo hakujulikani kuzikwa, watu wazikwa vipi, bado hakuja kufa mtu hata azikwe. Kwa hivyo akatumwa kurabu, fabaatha Allahu ghurab katumwa kuja kumfundisha Kabil namna ya kuchimba shimo, na akamchukua kurabu mwenziwe aliyekufa akamtia katika lile shimo. Akajuta tena mara ya pili, akasema laitani ya wailata, yani hivi leo kurabu bora kuliko mimi ananifundisha mpaka namna ya kuzika. Kaifa yuwari sawata akhi. Allah azza wa jalla tuambia, min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu katika Uislamu, kisa hiki kina mafunzo mingi sana, mingi. Kwa sababu ya wakati hatutaweza kuyapitia mafunzo haya, lakini tunatoka hapa na ujumbe mkubwa sana. Ujumbe wenyewe ni ujumbe wa Muislamu kufahamu hatari ya nafsi, ya kwamba nafsi hii inaweza kufanya maovu makubwa sana. Nafsi hii inaweza kuleta ufisadi na mabadiliko makubwa katika dunia hii ambayo haimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi moja kuiua ni kama kuua watu wote. Nafsi moja kuihuisha, kuiwacha kuwa hai, ni kama kuwahuisha watu wote. Hivyo basi, Waislamu tuna wajibu na tuna umuhimu mkubwa sana ya kusoma na kufanya bidii ya kujua ni mambo gani ambayo yanatoa nafsi yetu katika sifa ya amaratun bisu. Na katika mambo makubwa ambayo inaitoa nafsi katika mdahalo huo na katika uovu huo ni kutafuta hidayah ya hii nafsi. Hii nafsi imeumbwa kwa namna ambayo saa zote inataka hidayah, sio mara moja, kila saa inataka hidayah. Ndio maana tunaswali rakaa 17 kwa siku moja, idadi ya chini kabisa ya faradhi peke yake, mara 17 katika siku moja na usiku wake, mchana na usiku. Tunamuomba Allah azza wa jalla hidayah, kumwambia ihdina as-sirata al-mustaqim mara 17, kwa sababu hiyo ndio ambayo nafsi itaweza kujikinga nayo kutoka katika sifa ya uovu. Na hidayah ni nini? Hidayah ni kujua yale ambayo anayataka Allah subhanahu, yale aliyofundisha Allah azza wa jalla, na kuyaamrisha na kuepukana na yale aliyokataza. Na hiyo inapatikana kutokamana na kutafuta ilmu. Nafsi iwe saa zote inapata mauidha, inapata elimu, inapata mauidha, inapata mwongozo ambao utafanya nafsi ile isimame katika njia ya haki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المضطهدين في أرض غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرهم على الصهاينة الغاصبين الظالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن لهم مؤيدا ومؤزرا ونصيرا يا عزيز ويا حكيم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الأحزاب الباطل يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.